Mtazamaji mpendwa, na kusalimu jioni ya leo. Natumai ya kwamba umeshinda vema. Kwa majina yangu ninaitwa Isaac Karevi, kasisi. Ninahudumu na kanisa la IIC. Tuko pale Langas. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya nafasi ya kipekee ambayo ametupa jioni ya leo ili tuweze kushiriki wazo na kukaribisha sana, na naamini ya kwamba Bwana anaendelea kutubariki katika kupitia kwa neno lake. Jioni ya leo wapendwa, ningependa tuweze kusoma neno la Bwana katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 18 hadi mstari wa 24. Na kabla ya hapo, ningependa tuombe. Tuombe pamoja. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu, tunakushukuru Bwana, umetupa siku njema na umetusaidia Bwana ili tuweze kurejea manyumbani. Jioni ya leo Bwana, nashukuru kwa sababu ya neno lako. Naombea mtazamaji wangu ya kwamba utanena pamoja na yeye. Naomba ya kwamba Bwana utambariki katika jina la Yesu Kristo. Baba, nibariki neno lako na utubariki sote. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Mlango wa kwanza, mstari wa 18 hadi mstari wa 24. Kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu za Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa. Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mlete hoja ya zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Kwa maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno lililohubiriwa. Kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima. Bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuzi. Bali kwa wao waitwa Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu za Mungu na hekima ya Mungu. Kwa hivyo wapendwa, karibuni sana. Jioni ya leo tujifunze kuhusu nguvu za msalaba. Nataka kuongea na wewe kuhusu nguvu za msalaba jioni ya leo. Tunaelewa vizuri sana ya kwamba Yesu Kristo alipokuja hapa duniani, lengo kubwa ambalo lilimleta duniani, alikuja ili aweze kufa pale msalabani ili sisi tuweze kukombolewa ama kuokolewa kutoka katika dhambi zetu. Kwa hivyo kifo cha Yesu pale msalabani, hiyo ndio mafundisho ambayo ni muhimu sana katika maisha ya Mkristo. The death of Jesus Christ on the cross is the central of Christian faith. Bila msalaba kanisa halina maana yoyote. Bila msalaba wa Yesu Kristo kanisa halina umuhimu wowote. Na kwa hivyo mtumishi wa Mungu Paul anasema ya kwamba mahali ambapo tumesoma mstari wa 18 anasema ya kwamba msalaba kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu za Mungu. Anasema kwa wanaopotea ni upuzi, lakini sisi ambao tunaokolewa, msalaba ni nguvu za Mungu. Wacha nikutajie tu mambo machache ambayo tunapata, ama manufaa machache ambayo tunapata kupitia katika msalaba. Jambo la kwanza ni ya kwamba msalaba, mahali ambapo Yesu Kristo alikufa, mahali ambapo Yesu Kristo alitundikwa, ya kwamba msalaba ndio chanzo cha upatanisho wetu sisi na Mungu. Pale msalabani ndipo mahali ambapo sisi tulipatanishwa na Mungu na tukapata wokovu. Wapendwa, kabla ya sisi kumjua Mungu, Biblia inasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 5 mstari wa 10 ya kwamba tulikuwa tumefarakanishwa, tulikuwa tumetenganishwa na Mungu, tulikuwa maadui wa Mungu. Ghadhabu ya Mungu ilikuwa inakaa katika maisha yetu. Lakini kupitia katika huo msalaba, wakati Yesu alikufa pale msalabani, jambo la kwanza kitu ambacho kilitokea ni ya kwamba sisi tuliweza kupatanishwa na Mungu. Na kwa hivyo siku ya leo wote ambao wamemkiri Yesu kuwa mwokozi wa maisha yao, wale ambao wamemkubali Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yao, ni ya kwamba wamepatanishwa na Mungu. Hakuna uadui tena kati yao na Mungu. Ghadhabu ya Mungu haiko juu yao tena kwa sababu ya kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Hii ilikuwa ni chanzo cha wokovu wetu. After being reconciled to God, baada ya kupatanishwa na Mungu, sisi tulipata wokovu. We obtain salvation. Wapendwa, bila msalaba hakuna wokovu. Hatungeweza kuokolewa. Tuliokolewa tu kupitia kwa msalaba, kwa sababu wakati Yesu aliwekwa pale msalabani, alimwaga damu yake. Katika Agano la Kale, makuhani walienda mbele za Bwana
na wanyama kama kondoo na ng'ombe, na wakawachinja pale kwenye madhabahu, na ile damu iliyomwagika waliamini ya kwamba wamepata ondoleo la dhambi. Lakini katika Agano Jipya, damu ya Yesu ambaye ilimwagika msalabani, hiyo damu iko na nguvu ya kuokoa wote ambao wanaamini. Na jioni ya leo mpendwa, wewe ambao umemwamini Yesu, ni ya kwamba umepatanishwa na Mungu. Sisi sio maadui tena na Mungu, lakini sisi sasa ni watoto wa Mungu kwa sababu tumepatanishwa na yeye. Jambo lingine ambalo lilitendeka pale msalabani ni ya kwamba baada ya Yesu Kristo kuangikwa msalabani, jambo lingine ni ya kwamba huu msalaba wa Yesu Kristo unasababisha sisi tuweze kusamehewa dhambi zetu. We receive the forgiveness of sin and also cancellation of our charges. Mashtaka yetu ambayo tulikuwa tumeshtakiwa kwa sababu ya dhambi ambaye ilitutenga na Mungu, ni ya kwamba tulipokea msamaha. Ukisoma kitabu cha Warumi mlango wa 3 mstari wa 23, neno la Bwana linasema ya kwamba sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Na Warumi 6:23 neno linaendelea kusema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Inamaanisha ya kwamba kwa sababu tulitenda dhambi sisi wote, ya kwamba sote tunapaswa kuangamia, ya kwamba sote tunapaswa kwenda hukumuni. Lakini neno linasema ya kwamba karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo. Ili tupate huo uzima wa milele, ni lazima tuelewe ya kwamba ni lazima tupate msamaha wa Mungu. Dhambi ilitutenga na Mungu. Kazi zetu nzuri haziwezi zikatufanya tukubalike mbele za Mungu. Wapendwa, kumtumikia Mungu peke yake haitafanya tukubalike mbele za Bwana. Kitabu cha Waefeso mlango wa 3 mstari wa 8 na wa 9, Biblia inasema ya kwamba tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, sio kwa sababu ya matendo yetu, mtu yoyote asije akajisifu. Kwa hivyo Mungu kupitia kwa kifo cha Yesu msalabani ametusamehea dhambi zetu. Tumepokea msamaha wa dhambi. Mashtaka yetu yameweza kuondolewa. Sisi tena tunaposimama mbele ya Mungu hatuoni tukiwa wakosaji. Anapotutazama anaona damu ya Yesu katika maisha yetu, na kwa sababu hiyo tunahesabiwa haki. Warumi 5 mstari wa 1 Biblia inasema ya kwamba tumehesabiwa haki, na kwa sababu ya kuhesabiwa haki tuwe na amani na Mungu. We have peace with God. Mpendwa, wewe umehesabiwa haki, wewe ambao umekubali kifo cha Yesu msalabani, wewe ambao umekubali damu ya Yesu msalabani, wewe ambao umekubali huu msalaba, umekubali neno la msalaba, ambao kwa wengine ambao wanapotea Biblia inasema ni upuzi, lakini kwetu ni nguvu za Mungu. Ni ya kwamba dhambi zako zimesamehewa. Mpendwa, unapotembea ni vizuri uelewe ya kwamba your sins have been forgiven. Na Daudi akasema ya kwamba ni heri wale ambao dhambi zao zimesamehewa. Akasema ni heri wale ambao makosa yao yamesitiriwa, wale ambao Bwana hawahesabii dhambi. Wapendwa, ambao wamemkubali Yesu, ambao wamekubali kifo cha Yesu msalabani, dhambi zao zimesamehewa, makosa yao yamesamehewa, maovu yao yamesamehewa. Mungu hatuhukumu tena. Warumi 8 mstari wa 1 Biblia inasema ya kwamba hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima imewaweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sisi wapendwa, tumewekwa mbali na sheria ya dhambi na mauti, tumewekwa huru, tumesamehewa dhambi zetu. Mungu ametusamehe kwa sababu ya msalaba. Jambo la 3 ambalo tunajifundisha ni ya kwamba the cross is the source of divine healing, ya kwamba msalaba ni chanzo cha uponyaji wa kiungu. Wakati Yesu alikufa pale msalabani, wapendwa, kuna mambo mengi sana ambayo yalitendeka katika maisha yetu. There was a shifting, kulikuwa na hali ya kuhamishwa, ya kwamba wapendwa, tulihamishwa tukatoka katika ulimwengu wa giza tukaingishwa katika ulimwengu wa nuru. Tulihamishwa tukatoka katika mfalme ambaye anatawala katika ulimwengu huo wa giza, tukaletwa katika mfalme ambaye anatawala katika ufalme wa nuru. Na Isaia alitabiri katika Isaia 53 mstari wa 4 na wa 5. Akasema ya kwamba alijeruhiwa kwa sababu yetu. Akasema ya kwamba kwa mapigo yake tumepona. Mtumishi wa Mungu Petro katika Petro wa kwanza 2:24 aliyarejelea yale maneno ya Isaia, na akasema ya kwamba Yesu Kristo alibeba dhambi zetu pale msalabani, na kwa mapigo yake tulipata uponyaji. Mpendwa mtazamaji, jioni ya leo nataka kuambia kwamba kupitia kwa msalaba wa Yesu sisi tulipata uponyaji wa kiroho, tulipata uponyaji katika mili yetu, tulipata uponyaji katika nafsi zetu, tulipata uponyaji katika maisha yetu Bwana, maisha yetu yote.
Nashukuru Bwana kwa sababu ya uponyaji huu ambao unapatikana kupitia kwa msalaba, mahali ambapo Yesu Kristo alienda akafa pale msalabani. My friend, my dear listener, my dear viewer, we were healed spiritually, we were healed socially, we were healed physically, we were healed financially. Bwana siku ya leo anatutangazia uponyaji kwa sababu ya msalaba wa Yesu, mahali ambapo Yesu alikufa msalabani. Mpendwa, ni vizuri tumwambie Bwana ya kwamba tunajua Yesu alikufa kwa sababu yetu, na kwa hivyo tunaomba uponyaji kamili katika maisha yetu. Ninaamini ya kwamba huyo Bwana ambaye alikufa msalabani, ya kwamba katika kupigwa kwake sisi tulipata uponyaji. Na jioni ya leo kuna mtu ambaye anaambia Bwana ya kwamba ninaomba uniponye Bwana. Mpendwa, nataka kuambia kwamba uponyaji Bwana amekwisha kutoa tayari. Unahitaji kuchukua hatua ya imani na ukiri haya maneno, useme ya kwamba kwa mapigo yako Bwana nilipata uponyaji. Jioni ya leo nataka kukuombea nikuambia kwamba Bwana anaenda kukuponya katika jina la Yesu. Bwana ataponya ndoa yako. Bwana ataponya biashara yako. Bwana atakupa afya tena katika jina la Yesu. Wapendwa, hakuna jambo ambalo haliwezekani mbele za Bwana. Biblia inasema ya kwamba mahali popote Yesu Kristo alipoenda, ya kwamba alitenda mema. Yeye ndiye chanzo cha uponyaji katika maisha yetu, na alipotundikwa msalabani akasema ya kwamba yote yamekwisha, including healing, including sicknesses. Alisema ya kwamba yote yamekwisha. Nyinyi ambao mnaugua siku ya leo, ningeomba ya kwamba uamini ya kwamba kwa mapigo ya Yesu ulipata uponyaji. Kwa sababu katika hiyo hali ya kuamini, Bwana atakuponya katika jina la Yesu. Kuna wengine mmeambiwa ya kwamba hamtapona. Kuna wengine mmeambiwa kwamba ugonjwa mtaishi nao miaka yenu yote. Kuna wengine wamekosa matumaini, wamekata tamaa katika maisha. Siku ya leo ninakutangazia ya kwamba msalaba wa Yesu uko na nguvu ya kuleta uponyaji katika maisha yetu. Yesu Kristo hakufa bure, hakuteseka bure pale msalabani. Alikufa kwa sababu yako wewe ambao unanitazama, kwa sababu ya ugonjwa huo ambao unakusumbua, kwa sababu ya masikitiko ambao uko nayo, kwa sababu ya ndoa yako ambayo inapitia changamoto, kwa sababu ya hiyo biashara yako ambayo inaangamia. Yesu Kristo siku ya leo anasababisha uponyaji katika maisha yetu. The cross of Jesus Christ is the source of divine healing. Ninatangazia mtu uponyaji jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa, ni vizuri tumwamini Mungu kwa sababu alichagua mambo haya ambayo ni manyonge. Alichagua mambo haya ambayo sio ya maana sana katika macho ya binadamu, na akaamua ya kwamba hiyo ndio njia ambaye atatumia ya kwamba sisi tuweze kupata uponyaji katika jina la Yesu. Wale ambao ni wagonjwa katika mioyo, ninawaombea mpate uponyaji katika jina la Yesu. Wale ambao ni wagonjwa katika roho zao, mpate uponyaji katika jina la Yesu. Wapendwa, wakati ambapo tunapokea uponyaji, tunapata amani ya ajabu katika maisha yetu. Wakati tunapokea uponyaji, tunapata furaha ya ajabu katika maisha yetu. Watu ambao wameinama, watu ambao wamekata tamaa, watu ambao wamekosa matumaini, wanapopokea uponyaji huu, wanapata matumaini mapya katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mpendwa, ni vizuri tumtumainie Mungu na tuangalie huu msalaba. Tuinue macho yetu wapendwa, tutazame msalaba mahali ambapo uponyaji unapatikana. Tuinue macho yetu wapendwa, tumshukuru Mungu kwa sababu ya msamaha ambao tulipata kupitia katika huu msalaba. Tuinue macho yetu Bwana katika huu msalaba na tushukuru Mungu kwa sababu tumepatanishwa na yeye. Wale ambao wanahisi kana kwamba Mungu amewatenga, wale wanahisi kana kwamba wamekosana na Mungu, siku ya leo hakuna dhambi ambayo Mungu hasamehei. Ukija kwake Mungu atakusamehea dhambi zako na wewe utapatanishwa na Mungu. Rejea kwa Bwana. Bwana anakuita, Bwana anakuhitaji. Yeye analeta uponyaji katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Nataka kuomba na wewe jioni ya leo mpendwa, na ninaamini ya kwamba Bwana anaenda kutenda mema katika maisha yetu. Kuna nguvu katika msalaba. Huyo Yesu Kristo ambaye alikufa msalabani, siku ya leo anatuwazia mawazo yaliyo mazuri, na angependa wewe uweze kupokea nguvu zake katika maisha yako katika jina la Yesu. Nataka uchukue hatua ya imani, uamini pamoja nami ya kwamba Bwana anaenda kutenda mema katika maisha yako katika jina la Yesu. Tuombe pamoja. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, tunakushukuru jioni ya leo Bwana kwa sababu ya wema wako. Tunashukuru kwa sababu ya msalaba Bwana. Tazama, Kristo alikufa pale msalabani kwa ajili yetu Baba. Ninaamini ya kwamba Bwana aliweza kukataliwa mahali pale msalabani ili sisi tuweze kukubalika machoni pako. Aliweza kudharauliwa Bwana, hata akatemewa mate ili sisi tuweze kukubali Baba kupata upendo wao katika maisha yetu. Tunaamini ya kwamba Yesu alikufa msalabani ili sisi tuweze kuishi, Mungu ishie milele. Ninaombea mtazamaji wangu jioni ya leo, Baba wa mbinguni, ukapata kutazama maisha yake. Baba wa mbinguni, ukaweza mfalme wa ajabu kumpa kibali. Baba, ninaomba ukawasamehe wale ambao wametoa katika njia
njia zako. Naomba msamaha wako Bwana. Kuna huyu ndugu, huyu dada ambaye mfalme ameenda mbali na mapenzi na makusudi yako. Ninamuombea katika jina la Yesu ya kwamba Bwana umrejeze katika njia zako. Baba, ninatangaza uponyaji jioni ya leo katika maisha ya watoto wako. Natangaza uponyaji katika nafsi zao. Natangaza uponyaji katika miili yao. Natangaza uponyaji katika roho zao. Natangaza uponyaji katika mahusiano yao. Natangaza uponyaji katika ndoa zao. Natangaza uponyaji jioni ya leo katika biashara zao katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu. Tunashukuru kwa sababu msalaba ni chanzo cha uponyaji. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Asante sana mpendwa msikilizaji. Mungu akubariki na Mungu awe pamoja na wewe.